mpaka mbingu iseme, maombi tutaomba 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 mpaka mbingu iseme. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimia katika jina la Yesu. Mimi nayezungumza nawe kupitia hii madhabahu ya Uzima Gospel TV ni Mwalimu Amos Christopher. Ninatokea Dodoma, Tanzania. Karibu katika kipindi kizuri cha kusikia neno la Bwana. Haya ni maombi ya siku 14 na leo ni siku yetu ya pili. Tulianza siku ya jana tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka huu mpya 2026. Na kabla sijaendelea, nataka tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya uaminifu wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya saa hii nzuri, saa ya baraka tena. Asante kwa ajili ya siku hii ya pili ya maombi haya ambayo tunaendelea nayo, maombi ya siku 14, na leo ikiwa ni siku yetu ya pili ya maombi haya. Sema na kila anayesikia neno lako na kila anayetufuatilia sasa na atakayefuatilia baadaye, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo, amen. Somo ambalo tuko nalo au maombi tulio nayo ni maombi juu ya kanuni za kuanza mwaka mpya ili ufanikiwe. Kanuni za kuanza mwaka mpya ili ufanikiwe. Na tumesimama na kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 12 na mstari wa kwanza na wa pili na ule wa tatu. Kutoka ile sura ya 12 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Fuatilia vizuri, twende pamoja. Biblia inasema namna hii: Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu, sikia mstari wa pili, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Huo ni mstari wa pili. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Ule mstari wa tatu anasema, semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake mstari wa tatu ni maelekezo ambao Mungu anawapa ya kufanya. Anaposema mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, maana yake ni mwezi wa kwanza, maana yake Januari. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa anawatangazia mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ule mstari wa tatu anapoanza kusema semeni na mkutano wote wa Israeli, maana yake ni Mungu alikuwa anawapa maelekezo ya kufanya au kanuni za namna ya kuanza mwaka mpya waliouanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku ya jana nilikwambia hatuanzi mwaka mpya tu kawaida kiolela. Kibiblia kuna namna ya kuanza mwaka mpya. Ndani ya Biblia kuna maelekezo ambayo Mungu aliyatoa, akamwambia Musa na Haruni
na maeneo mengi ya namna ya kuanza mwaka mpya. Watu wengi sana hatujapata kuzijua kanuni za namna ya kuanza mwaka mpya, na kwa sababu hiyo tumejikuta tunaanza mwaka mpya bila kuzingatia kanuni za kibiblia namna ya kuanza, na matokeo yake tunajikuta hatufanikiwi ipasavyo katika mwaka husika. Sasa tumeanza mwaka mpya huu, Mungu akaniwekea mzigo ndani yangu wa kufundisha kanuni ili kila mtu aelewe namna ya kuanza mwaka mpya kibiblia au msimu wowote mpya kwenye maisha yako. Na siku ya jana, katika siku ya kwanza ya jana, nilisema na wewe kanuni ya kwanza ya namna ya kuanza mwaka mpya. Nikakwambia kanuni ya kwanza ni hii: anza mwaka mpya au msimu mpya kwa kuachilia damu ya Yesu Kristo kwa imani kwenye lango la mwaka mpya au msimu mpya na malango mengine yote. Anza mwaka mpya au msimu mpya kwa kuachilia damu ya Yesu Kristo kwa imani kwenye lango la mwaka mpya. Unapoanza mwaka mpya, hapa tuko langoni. Kwa hiyo anza mwaka kwa kuachilia damu ya Yesu kwenye lango la mwaka mpya au msimu mpya, na nilieleza vitu vingi ndani yake. Hakikisha unaifuatilia siku ya jana na sehemu ya kwanza au hiyo kanuni ya kwanza kwa upana wake. Nataka niseme na wewe kanuni ya pili. Kanuni ya pili ya kuanza mwaka mpya nayo ni hii: fanya maombi. Anza mwaka mpya kwa kufanya maombi ya kuondoa kila adui wa njiani, aliyekusudiwa kwenye mwaka mpya au aliyekusudiwa kwenye mwaka mpya. Fanya maombi ya kuondoa kila adui wa njiani aliyekusudiwa au aliyeko mbele yako kwenye mwaka mpya ulioingia. Ninaposema adui wa njiani, kwa lugha nyingine, nataka kuzungumzia juu ya mazuio au mabaya yaliyoandaliwa kwenye msimu wako mpya ulioingia au yaliyoandaliwa kwenye mwaka mpya ulioingia. Moja ya kanuni ya kuanza mwaka mpya, hakikisha hapa mwanzoni unafanya maombi ya kuondoa au kushughulika na adui wa njiani aliyeko mbele yako kwenye mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipokuwa anatangaza mwaka mpya kwenye hii Kutoka 12 mstari wa 2, alipomwambia Musa kwamba mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu, maana yake ni mwaka mpya. Mungu alikuwa anawaambia. Wote tunajua kwamba mwanzo wa miezi ni mwezi wa kwanza, yani Januari. Mwezi wa kwanza wa mwaka ni mwezi wa kwanza ambao ni mwezi Januari. Na kuanzia hapa waliingia mwaka mpya wana wa Israeli, na Musa na Haruni wote walianza msimu mpya na mwaka mpya. Na Biblia inasema walipokuwa wanaingia mwaka mpya, yani walipotoka Misri kwenda Kanaani, usiku ule Biblia inasema walitoka kwa jeuri, wakifurahi kwamba wametoka mwaka ulioisha au msimu ulioisha, wametoka Misri yao, sasa wanaingia mwaka mpya na msimu mpya, wanaenda Kanaani yao. Nisikilize vizuri, usifurahie tu kwamba nimetoka mwaka jana, nimeingia mwaka huu mpya. Hakikisha unaomba. Usifurahie tu kwamba nimeingia mwaka mpya au nimeingia msimu mpya kwenye maisha yangu. Hakikisha unaomba, na moja ya agenda ya kuiombea ni kushughulika na adui wa njiani aliyejiandaa
kukushambulia au aliyeko mbele yako kwenye mwaka mpya au msimu mpya ulioingia, usije ukasahau kuomba. Tuangalie kitabu kile cha Ezra, ile sura ya 8. Ezra sura ya 8 ule mstari wa 21 hadi 23. Ezra sura ile ya 8 mstari wa 21 hadi ule mstari wa 23. Ezra anaandika, anasema namna hii. Ezra sura ya 8 mstari wa 21 hadi 23 anasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Mstari wa 22 anasema hivi, maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia. Angalia vizuri hilo neno, ili kutusaidia juu ya adui njiani, ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu u juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Mstari wa 23 anasema, basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Ukiangalia na ule mstari wa 31, ule mstari wa 31, baada ya maombi waliomba, angalia walichokuwa naomba. Walikuwa naomba, walifunga kuomba Mungu awasaidie juu ya adui njiani. Walipokuwa na safiri, wakaamua kufunga na kuomba ili Mungu awasaidie juu ya adui wa njiani. Angalia matokeo ya maombi yao. Ule mstari wa 31 anasema hivi, ndipo tukasafiri toka mtoni Ahava siku ya 12 ya mwezi wa kwanza, ili kwenda Yerusalemu, na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi, akatutoa akatuokoa na mkono wa adui na mtu mwenye kutuvizia njiani. Hebu sema pamoja na mimi, sema, na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi, akatuokoa na mkono wa adui na mtu mwenye kutuvizia njiani. Bwana Yesu asifiwe. Ninauliza, nasema Bwana Yesu asifiwe. Sikia, usifurahi tu kwamba nimeanza mwaka mpya, nimeingia msimu mpya. Kumbuka, kuna adui mmoja anaitwa adui wa njiani. Ezra wakafunga kwenye mto Ahava, wakaomba kwa Mungu ili Mungu awasaidie kuwapigania juu ya adui wa njiani, na safari yao ikawa salama, maana Mungu aliwasaidia. Kwenye maisha kuna adui anaitwa adui wa njiani. Watu wengi sana tunapoanza mwaka mpya huwa tunasahau kushughulika na adui wa njiani aliyeko kwenye njia ya mwaka mpya, aliyeko kwenye njia ya msimu mpya. Unasema, mwalimu, unaongea kitu gani? Wana wa Israeli kwenye ile Kutoka 12 mstari wa 2 tuliosoma, Mungu alipoambia kwamba mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu, maana yake ulikuwa ni mwaka mpya. Kuanzia siku ile waliingia mwaka mpya, ulianza msimu mpya na mwaka mpya kwenye maisha yao. Na maandiko yanasema walitoka Misri kwa jeuri, wakifurahia kwamba tunaenda Kanani. Mateso ya Farao sasa basi, taabu za Farao sasa basi, utumwa sasa basi, kazi nzito na uchungu na mateso sasa basi.
Sikia, walipotoka Misri, mbele yao kidogo walikutana na bahari ya Shamu. Walikutana na bahari ya Shamu. Walipokuwa njiani, walikutana na maadui walioinuka kuwashambulia, wanaitwa Waamaleki. Waamaleki walitokea njiani. Walipokuwa njiani, walikutana na jangwa. Kwenye mwaka mpya walikutana na jangwa. Wakiwa njiani kwenye mwaka mpya, walikutana na adui aliyetaka kuwalaani, Balaam na Balaki, na Mungu akamwambia usiwalaani hawa, maana wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa njiani, walikutana na nyoka za moto, na maandiko yanatuambia wale nyoka wa moto waliwauma na wengi wao wakafa. Wakiwa njiani kwenye mwaka mpya waliouanza kwenye Kutoka 12, wakiwa njiani, maandiko yanatueleza wazi, walikutana na mto Yordani na wengi wakafika pale wakakata tamaa. Wakamwambia Musa, ikiwezekana tubaki hapa, tukae hapa kwenye nchi na mifugo yetu. Musa akawaambia watu, msiwavunje watu moyo, lazima tupandie nchi, lazima tuvuke Yordani twende kwenye nchi ambayo Mungu aliwaahidi baba zetu. Lakini walipovuka Yordani, walipoenda mbele kidogo, maandiko yanatuambia walikutana na ukuta wa Yeriko uliowazuia. Mungu akamwambia maelekezo Yoshua namna ya kupambana na ukuta wa Yeriko. Unasema, mwalimu Amos, unamaanisha nini? Usifurahie tu kwamba nimeingia mwaka mpya. Mbele kwenye mwaka mpya kulikuwa na bahari ya Shamu, kulikuwa na Waamaleki, kulikuwa na jangwa, kulikuwa na Balaam na Balaki aliyetaka kuwalaani. Mbele kwenye mwaka mpya kulikuwa na nyoka za moto, kulikuwa na mto Yordani, kulikuwa na ukuta wa Yeriko. Unasema, mwalimu, bahari ya Shamu, Waamaleki, jangwa, mto Yordani, nyoka za moto, ukuta wa Yeriko ni kitu gani? Sikia, ni adui aliyekuwa kwenye njia yao kwenda kwenye Kanaani yao. Ni adui aliyekuwa kwenye njia yao kwenye mwaka mpya na msimu mpya walioingia. Usifurahie tu kwamba nimeingia mwaka mpya, nimeingia msimu mpya. Sikia dada yangu, sikia mama yangu, kumbuka kuomba, kushughulika na adui wa njiani, yeyote aliyeko mbele yako kwenye mwaka mpya na msimu mpya ulioingia. Yamkini leo unafurahi, kumbe mbele yako adui ameandaa magonjwa. Kumbe mbele yako pengine adui ameandaa mauti, ameandaa ajali, ameandaa vita kwenye kazi, ameandaa vita ofisini, ameandaa vita kwenye familia, ameandaa mabaya mbele yako. Muda mzuri wa kushughulika na adui wa njiani yeyote ni majira haya. Unapoanza mwaka mpya, lazima uingie kwenye maombi, umwambie Mungu, nimeingia mwaka mpya na msimu mpya, sijui kilichoko mbele yangu, lakini kwa imani ninaondoa kila adui aliyeko mbele yangu, ninaondoa kila ajali, ninaondoa kila magonjwa, ninaondoa kila mauti, ninaondoa kila vita, ninaondoa kila mashtaka yaliyoko mbele yangu. Maana yake ni adui wa njiani. Unashangaa mtu anaanza mwaka vizuri, anaenda mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, ghafla mbele yake mwezi fulani unashangaa mauti imetokea au ugonjwa wa ghafla umetokea. Lakini ulianza mwaka vizuri, tena kwa furaha. Unajiuliza, mbona nilianza mwaka vizuri, haya magonjwa yaliyotokea yametoka wapi? Ghafla vita inainuka kazini, unashangaa adui anatokea kukushambulia. Nimekuja nikuombee na nimekuja nikuambie, unapoanza mwaka mpya, kumbuka hii kanuni ya Ezra: funga, omba,
juu ya adui wa njiani. Ezra anasema tukafunga tukaomba ili Mungu atusaidie juu ya adui wa njiani. Wewe omba, awepo njiani au asiwepo, omba. Hayo maombi yatakusaidia mahali, yatakuvusha kwenye milima, yatakuvusha kwenye madaraja, yatakuvusha kwenye nyakati ngumu utakapokutana nazo mbele yako. Safari ya kutoka Januari kwenda Desemba sio nyepesi, ni safari ndefu. Kunaweza kutokea adui wa njiani, ajali ya ghafla, mauti ya ghafla, misiba ya ghafla, kushambuliwa ghafla, mashtaka ya uongo. Adui yeyote anaweza kutokea, lakini unapokuwa umeanza mwaka mpya na kuomba, uwe na hakika Mungu atamwondoa adui aliyeko njiani, atakupigania. Lakini pia Mungu atakusaidia namna ya kupambana na adui yeyote atakayetokea kwenye mwaka wako mpya, iwe ni miezi ya mbele, iwe ni siku za mbele. Kama unanisikia sema amen. Wanaonisikia sema haleluya. Neno la Bwana ni zuri sana. Hizi kanuni zimetusaidia. Ni nani alijua kwamba yamkini mwaka uliopita tulivyopita hapo katikati tungekutana na adui wa njiani? Hakuna mtu alijua, lakini alitokea adui wa njiani. Maombi ndiyo yanaweza kukusaidia, yakakuvusha, yakakupa ushindi juu ya adui wa njiani. Ezra anasema tuliomba tukamsihi Mungu, naye Mungu akatusaidia. Anasema mkono wa Mungu mwema ulikuwa juu yetu, tukasafiri salama na Mungu akatusaidia na kila adui wa njiani. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, unapoanza mwaka huu, mkono wa Mungu mwema na uwe juu yako, na Mungu akusaidie na kukupigania na kukuepusha na kila adui yeyote aliyeko kwenye njia yako. Unapotoka Januari kwenda Desemba, njia yako iwe nyeupe, njia yako iwe salama, njia yako iwe safi. Kila adui aliyeko njiani, iwe ni magonjwa, yaondolewe mbele yako, iwe ni ajali, iondolewe mbele yako, yawe ni mabaya, yaondolewe mbele yako, iwe ni kesi au mashtaka yoyote ya uongo, yaondolewe mbele yako. Kama umeamini sema amen. Huyu Mungu ni mzuri, huyu Mungu ni mzuri. Huu mwaka nitaufurahia na kuushangilia. Nasema huu mwaka hata wewe utaufurahia, utaushangilia. Utatembea utatembea ukimshangilia Bwana. Unatembea ukiona huyu Mungu ni mzuri. Hey, haleluya. Malaika wa Mungu watatembea pamoja na wewe, watakulinda njiani, watakupigania njiani, watakutetea njiani. Yakitokea mabonde na milima, Mungu atakuwa pamoja na wewe kukusaidia. Daudi anasema Bwana ni ngome yangu, Bwana ni mwamba wangu, Bwana ni ngao yangu, Bwana ni jemedari. Daudi anasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa nini? Anasema gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mungu yuko pamoja naye. Adui wa njiani, Ezra akaomba. Angalia kitabu kile cha Isaya 47 na ule mstari wa 12 na wa 13. Isaya 47 ule mstari wa 12 na wa 13. Tafakari vizuri hili neno. Maandiko na Biblia inasema hivi. Isaya 47 mstari wa 12 na wa 13. Kama umefika sema amen. Anasema namna hii: simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitabisha nao tangu jana wako. Labda
utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Angalia mstari wa 13. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako, basi na wasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota, watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huu. Sikia vizuri, watabirio kila mwezi, watabirio kila mwezi, watabirio kila mwezi. Maana yake kama wanatabiri kila mwezi, uwe na hakika wanaweza kutabiri kila siku, wanaweza kutabiri kila mwaka, wanaweza kutabiri kila wiki, mambo ya siku hiyo, mambo ya wiki hiyo, mambo ya mwezi huo, mambo ya mwaka huo. Hawa wanaongelewa hapa ni waganga na wachawi. Maandiko yanasema wanatabiri kila mwezi mambo ya mwezi huo. Kwa lugha nyingine, wanaweza kutabiri pia kila mwaka mambo ya mwaka huo. Tunapoanza mwaka namna hii, adui, kuna watu wanawatabiria, anasema huyu hatafika Desemba, huyu biashara yake itakufa, huyu hatamaliza mwaka huu, huyu atapatwa na hiki, huyu atafia njiani, huyu atapata 1, 2, 3. Waganga na wachawi wanatabiri, maana yake wanaweka kalenda ya mabaya. Kama ambavyo tukianza mwaka watu tunaanza na kuweka mipango mbalimbali, ni kanuni mojawapo atakayotazama huko mbele. Uwe na hakika hata kuzimu, waganga na wachawi na wao wanapoanza mwaka wanaweka kalenda, wanaweka mipango yao. Maandiko yanasema wanatabiri kila mwezi mambo ya mwezi huo. Uwe na hakika pia wanatabiri kila mwezi, wanatabiri kila wiki, na wanatabiri kila mwaka mambo ya mwaka huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, unapoanza mwaka, moja ya assignment ulio nayo, moja ya kanuni ya kuzingatia, hakikisha unaomba, unafuta na kuondoa chochote ambacho waganga na wachawi wamekutabiria mbele yako. Unaweza kuwa umeanza mwaka vizuri, kumbe mbele umetabiriwa mauti, mbele umetabiriwa ajali, mbele umetabiriwa talaka kwenye ndoa, mbele umetabiriwa mafarakano, mbele umetabiriwa mabaya. Sikia, Ezra waliomba ili Mungu awaepushe na adui wa njiani. Omba kwa jina la Yesu, nami nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwaka wako mpya huu na msimu wako mpya ulioanza. Chochote adui alichokutabiria, iwe ni mauti, iwe ni ajali, yawe ni mabaya, chochote alichokutabiria ninakifuta na kukiondoa mbele yako katika jina na kwa damu ya Yesu. Chochote adui alichokutabiria mwezi wa kwanza kimefutwa. Mabaya yaliyotabiriwa mwezi wa pili yamefutwa. Mabaya yaliyotabiriwa mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Adui wa njiani aliyeko mbele yako mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 na mwezi wa 12, mwaka huu wote ninafuta, ninamwondoa huyo adui. Magonjwa, ajali, mauti, misiba, kesi, mashtaka, kila vita yoyote, adui yeyote wa sura yoyote, ninamwondoa mbele yako katika jina na kwa damu ya Yesu. Na watu wote sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, mwalimu, mtumishi wa Mungu, mama yangu, dada yangu, nisikiliza, usifurahi tu kwamba nimeanza mwaka mpya, naelekea Kanani. Kumbuka, njiani kuna bahari ya Shamu, njiani kuna jangwa, njiani kuna nyoka za moto, njiani kuna Waamaleki, njiani kuna mto Yordani, njiani kuna Balaam na Balaki aliyetaka kuwa laani njiani wana Israeli. Usifurahi tu kwamba nimeanza mwaka mpya. Mwaka mpya sawa, hakikisha unaomba. Hauyajui yajayo mbele yako. Unasema
Biblia sema wakati wasemapo ni amani, ni shwari, ni furaha, Biblia sema ndipo uharibifu ujapo. Hakikisha unaomba kabla adui wa njiani hajatokea. Shughulika naye mapema, ili akitokea uweze kumshinda, au Mungu aende mbele yako kushughulika na kila vita na kila adui aliyejipanga mbele yako kwenye mwaka huu na msimu huu. Usifurahi tu kwamba nimeanza mwaka mpya ukarelax, ukaifurahia tu kula nyama na chipsi na pizza na mkate, ukaacha kufunga na kuomba majira haya. Hakikisha unafunga, unaomba, ili Mungu akuondolee adui na akusaidia na kukupigania dhidi ya adui wa njiani, kama ambavyo Ezra waliomba kwenye ile Ezra sura ya 8, na Mungu akawapigania na adui wa njiani. Usisahau, njiani kuna ukuta wa Yeriko. Njiani wana wa Israeli walikutana wa Amaleki aliyetokea kuwashambulia. Angalia Kutoka 17, Kutoka ile sura ya 17. Nikupe mistari miwili halafu tuombe. Kutoka ile sura ya 17, anzia ule mstari wa 8 hadi wa 16. Nitasoma mistari michache. Kutoka sura ya 17 mstari ule wa 8 hadi wa 16. Biblia inasema hivi. Hii ni saa wana wa Israeli Mungu amewatangazia mwaka mpya kwenye ile Kutoka 12. Wameanza mwaka mpya na msimu mpya wa kuelekea Kanani. Wametoka Misri wanaenda Kanani. Wakiwa njiani kwenye msimu wao mpya na mwaka mpya, walitokea maadui waliowashambulia, wanaitwa wa Amaleki. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 8, wakati huo wa Amaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Bwana akamwambia Yoshua, tuchagulie watu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane wa Amaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mkono wa Musa ilikuwa mizito, mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza wa Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu, iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa. Oh, haleluya! Usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema, Bwana ameapa. Bwana ameapa. Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Hata sasa Mungu ana vita na Amaleki. Unaona, maandiko yanasema hivi, walitoka mwaka Misri wanaenda Kanani, na ambao ulikuwa ni mwaka mpya waliotangaziwa na Mungu kwenye ile Kutoka 12 mstari wa 2. Kwa hiyo wakiwa ndani ya msimu mpya, mwaka mpya, wanaenda Kanani yao,
wakiwa njiani, hawajui hili wala lile. Maandiko yanasema wakati huo wa Amaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Unasema mwalimu, unasema nini? Unaenda tu vizuri, umeanza mwaka mpya, unaenda ghafla Amaleki anatokea, adui wa njiani. Ghafla ajali inatokea, ghafla ugonjwa unatokea, ghafla vita inatokea kwenye ndoa, ghafla mafarakano yanatokea kwenye familia. Unajiuliza, mbona nilianza tu mwaka vizuri? Huyu adui aliyetokea njiani ametoka wapi? Sikia, yuko adui wa njiani ambaye wanatokea ghafla. Ghafla adui anatokea kushambulia biashara. Umeanza mwaka vizuri, unashangaa mwezi wa 3 au wa 4 au wa 5 au wa 7 au wa 9, una hili wala lile, ghafla adui anatokea. Ndiyo maana Mungu akaniambia, unapoanza mwaka mpya, moja ya kanuni ya kuanza nayo, hakikisha unafunga na kuomba. Kama huwezi kufunga, omba tu. Shughulika na adui wa njiani yeyote aliyeko mbele yako kwenye mwaka mpya, aliyeko mbele yako kwenye msimu mpya. Ezra anasema, ndipo nikaamuru kufunga penye mto Ahava. Wakajinyenyekeza kwa Mungu, wakatafuta njia iliyonyoka kwa ajili yao na watoto wao na mali zao, lakini wakamwomba Mungu awasaidie juu ya adui wa njiani. Ezra anashuhudia kwenye Ezra ndiyo isoma sura ile ya 8 ule mstari wa 31, anasema mkono wa Mungu mwema ulikuwa juu yao, na Mungu akawapigania, wakasafiri salama, na Mungu akawaondolea na kuwapigania dhidi ya adui wa njiani. Ninakuombea kwa Mungu, ninakuombea kwa Mungu aliye hai. Tumeanza mwaka huu mpya na msimu mpya. Mungu aliyewapigania akina Ezra, ule mkono mwema wa Mungu uliokuwa juu ya akina Ezra, na uwe juu ya ndoa yako, na uwe juu ya biashara yako, na uwe juu ya afya yako, na uwe juu ya kazi yako, na uwe juu ya familia yako, na uwe juu ya mifugo yako na mashamba yako. Mkono mwema wa Mungu na uwe juu yako kutoka Januari mpaka Desemba. Huyu Mungu aliye hai akupiganie na kukuondolea kila adui wa njiani katika jina na kwa damu ya Yesu. Wana wa Israeli walikutana wa Amaleki njiani. Ona Mungu anavyokumbusha, Musa anavyowakumbusha wana wa Israeli kwa habari ya yule adui Amaleki waliyekutana naye njiani. Angalia Kutoka, Kumbukumbu la Torati 25 ule mstari wa 17 hadi wa 19. Karibu namaliza sasa hivi, alafu tuombe kidogo kama mtaji wa maombi. Kutoka Kumbukumbu la Torati 25 17 hadi 19. Kumbukumbu la Torati 25 mstari wa 17 hadi ule mstari wa 19. Musa anawaambia wana wa Israeli namna hii, anawaambia hivi, anawakumbusha jambo ambalo liliwahi kuwatokea njiani. Anasema hivi, kumbuka aliyokufanya Amaleki katika njia. Yule adui wa njiani aliyetokea Amaleki anawaambia, kumbuka aliyokufanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga katika watu wako walioachwa nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako. Ulipokuwa umechoka na kuzimia, wala usimche Mungu. Mstari wa 19 anasema hivi, basi itakuwa hapo Bwana atakapokwisha kukupumzisha, Bwana
Mungu wako, katika adui zako wote walio kando kando, katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi uimiliki. Anasema hivi, sema pamoja nami, sema ndipo ufute ukumbuko wa Amaleki chini ya mbingu. Usisahau. Oh, haleluya! Usisahau kumfuta Amaleki aliyeko kwenye njia yako. Usisahau kumshughulikia adui wa njiani aliyeko mbele yako kwenye mwaka mpya na msimu wowote mpya ulioingia. Usisahau kuondoa na kushughulika na kila vita, ajali, magonjwa, mauti, mabaya yote ambayo adui ameandaa mbele yako. Usisahau kuomba. Ezra alikumbuka. Musa anawakumbusha watu kwamba msisahau kushughulika na kupigana na kuondoa yule Amaleki adui wa njiani. Tumeanza mwaka mpya, na mimi Mungu ameniwekea hii kanuni ya pili ya kuanza mwaka mpya. Nimekuambia fanya maombi ya kuondoa kila adui wa njiani. Ondoa kila mazuio, kila hatari, kila mabaya, adui yoyote aliyeko kwenye njia yako mwaka huu. Ukiomba maombi ya namna hiyo, uwe na hakika utatoka Januari mpaka Desemba salama. Ndoa yako itakuwa salama, watoto wako watakuwa salama, nyumba yako itakuwa salama, kazi yako itakuwa salama. Amaleki wa aina yoyote ataondolewa kwenye njia yako. Maandiko yanatuambia kwenye ile Zaburi ya 102 ule mstari wa 20, Biblia inasema kuna walioandikiwa kufa. Unaweza kuona umeanza mwaka mpya, kumbe adui amekuandikia mauti mbele yako. Unafanyaje kuondoa hiyo mauti? Shughulika sasa. Huyo ni adui wa njiani, muondoe. Iwe ni mauti ya afya, mauti ya biashara, mauti ya kazi, mauti ya chumi, mauti ya aina yoyote. Ondoa, ondoa. Maandiko yanasema malaika wa Mungu ataenda mbele yako, atakulinda njiani, mguu wako hautajikwaa katika jiwe, hautajikwaa katika jiwe. Ningali ninayo mengi ya kukwambia juu ya jambo hili. Tumeandika kitabu cha somo hili, tumeandika kitabu cha somo hili cha kanuni za kuondoa, kanuni za kuanza mwaka mpya au msimu mpya ili ufanikiwe. Ni kitabu kizuri sana, kanuni za kuanza mwaka mpya au msimu mpya ili ufanikiwe. Hizi kanuni zote ziko huku ndani. Mungu alinifundisha kanuni 14, na maombi yetu haya ni maombi ya siku 14. Kuanzia tarehe 1 jana tuliyoanza, tunaenda nayo mpaka tarehe 14 ya mwezi wa kwanza, kila siku saa 3 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku, hapa hapa Uzima Gospel TV kwenye akaunti hii ya YouTube. Huko ndani kuna kanuni 14 ambazo nimezifundisha, na hii ni miongoni mwa kanuni. Fanya maombi ya kuondoa kila adui wa njiani aliyeko kwenye njia yako mwaka huu, aliyeko kwenye njia yako kwenye msimu mpya ambao umeingia. Uwe ni msimu wa biashara, msimu wa ndoa, msimu wa kazi. Ondoa kila adui wa njiani. Usiseme ni amani, ni shwari. Omba. Pengine mbele kuna bahari ya Shamu, pengine mbele kuna wa Amaleki, pengine mbele kuna Balaam na Balaki, pengine mbele kuna jangwa. Mimi sijui. Ninachojua Mungu ameniambia niombe na wewe. Kilichoko mbele sijui. Ninachojua mkono mwema wa Mungu utakuwa juu yako. Ninachojua malaika wataenda pamoja na wewe kukupigania njia. Kilichoko mbele yako sijui, ila jambo moja nalijua: Mungu atakupigania, Mungu atakutetea. Atakupigania Januari, atakupigania Februari, atakupigania Machi, atakupigania Aprili, atakupigania Mei,
atakupigania Juni. Mungu atakupigania Julai, atakupigania Agosti, atakupigania Septemba, atakupigania Oktoba, atakupigania Novemba, atakupigania hata Desemba. Na utaanza mwaka usalama na utamaliza mwaka salama. Mkono mwema wa Mungu utakuwa juu yako. Yeye Mungu ataondoa kila adui wa njiani, ataondoa kila magonjwa, ataondoa kila ajali, ataondoa kila mauti mbele yako, ataondoa kila vita, ataondoa mabaya yote. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa somo hili, asante kwa siri hii, asante kwa kunipa kibali na ujasiri wa kulisema neno hili na kanuni hii ya pili ya kuanza mwaka mpya. Nami nasimama mbele zako Mungu uliye hai. Ninamwombea baba huyu, ninamwombea mama huyu, ninamwombea kaka huyu na dada huyu, ninamwombea huyu kiongozi, huyu mheshimiwa, huyo waziri, huyo mkuu wa wilaya, huyu mkuu wa mkoa, rais wa nchi hii. Ninamwombea kila anayenitazama. Ninamwombea huyu mtumishi wako, huyu baba mchungaji, huyo baba askofu, huyo mwinjilisti, huyo nabii. Mungu, naombea na hiyo taasisi, ninaombea hilo kanisa, ninaiombea hiyo biashara, ninawaombea watoto wako, ninawaombea Watanzania wote, ninawaombea hata wasio wa Tanzania, watu wa kila lugha na jamaa na taifa. Mungu uliye hai, tumeanza mwaka mpya huu, nami ninaomba ulinzi wako uwe juu ya watoto wako, baraka yako iwe juu ya watoto wako, neema na mkono wako hodari uwe juu ya watoto wako. Yule malaika wa njiani aliyetembea na wana wa Israeli walipokuwa njiani, akiwalinda na kuwapigania dhidi ya adui wa njiani, huyo malaika awe juu ya watoto wako, aende na huyu kaka, aende na mama huyu, aende na baba huyu, atembee na watoto wako. Tunapoanza mwaka huu na tunapoendelea katika mwaka huu kuenda mpaka Desemba, malaika wa ulinzi na awe juu yako katika jina la Yesu. Huyo malaika akupiganie, huyo malaika akulinde, huyo malaika akutetee, huyo malaika akusaidie. Kila adui wa njiani aondolewe mbele yako. Ninasimama mbele za Bwana, yule Mungu aliyemtetea Ezra akawapigania na kuondoa kila adui wa njiani kwenye njia yao. Nami ninaomba saa hii, huyo adui wa njiani aliyeko mbele yako, siku yoyote, wiki yoyote na mwezi wowote ulioko mbele yako, kila adui wa njiani ninamuondoa katika jina la Yesu. Ninaondoa hiyo vita mbele yako, ninaondoa hayo mabaya mbele yako, ninaondoa huo ugonjwa mbele yako, ninaondoa hiyo siku ya mabaya iliyoko mbele yako, ninaifuta na kuiondoa kwa damu ya mwanakondoo. Hiyo kesi na hayo mashtaka na hiyo vita yoyote inayoinuka mbele yako, ninaiondoa kwa damu na kwa jina la Yesu, kwa damu na kwa jina la Yesu. Kila adui aliyeko mbele yako ninamuondoa. Kila bahari ya Shamu iliyoko mbele yako katikati ya mwaka huu na msimu mpya, ninaiondoa, ninaipasua katikati, nami natamka utavuka salama, utapita salama. Kila wa Amaleki wanapigwa mbele yako. Ninaondoa Amaleki yoyote kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye kazi yako, kwa damu ya mwanakondoo. Baramu na Baraki aliyeko mbele yako ninamwondoa. Hatatokea adui njiani atakaye kulaani. Ninaondoa kila laana na mabaya yao kwa damu ya mwanakondoo. Kila mto Yordani ninaupasua, unapita salama. Nyoka za moto zilizoko njiani ninaziondoa kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Ninaondoa kila ukuta wa Yeriko mbele yako. Ninakutamkia huu mwaka utaufurahia na utaushangilia. Umeanza mwaka salama, utaendelea salama na utamaliza salama. Na huo msimu mpya ulioingia, uwe ni msimu wa kazi au wa biashara au wa ndoa, wote msimu wa aina yote, ninaomba kwa damu ya Yesu ulinzi wa Mungu wa juu yako. Kila adui wa njiani
ameondolewa mbele yako kwa damu na kwa jina la Yesu, kwa damu na kwa jina la Yesu. Adui yeyote ninampasua, ninampiga. Adui wa njiani, toka, achia njia ya mama huyu, toka, achia njia ya baba huyu, toka, achia njia ya kaka huyu. Ewe adui wa njiani uliyesimama kwenye njia ya hiyo biashara, toka kwa damu ya mwanakondoo. Ninaufunika huu mwaka na taji ya uzuri na taji ya wema wa Bwana na damu ya Yesu. Ninakufunika na ulinzi wa Mungu, huyu Mungu aliyewalinda akina Ezra walipokuwa njiani, atakulinda na wewe. Utatoka Januari salama, utaenda mpaka Desemba salama. Huo msimu mpya utaufurahia na kushangilia. Ninakufunika na nguvu za Mungu na damu ya Yesu, katika jina na kwa damu ya Yesu. Kila adui wa njiani ameondolewa. Hautanaswa kwenye mabaya yao, hautanaswa na wavizi yao. Mabaya hayatakupata, hautakuwa kafara mashetani. Wakuviziao wataviziwa, wakuviziao wataviziwa. Hautakuwa mawindo ya mashetani. Kila adui wa njiani ameondolewa mbele yako. Hautanaswa kwenye mitego yao kwa damu ya Yesu. Malaika wa Mungu wakulinde na kukupigania kwenye njia yako. Nataka nitamkie maneno haya ya Zaburi ya 121 na ule mstari wa 5 hadi wa 7 wa 8. Utakuwa unasema amen napotamka maneno haya. Zaburi ya 121 ule mstari wa 5 hadi wa 8. Na iwe kwako kama navyotamka. Bwana ndiye mlinzi wako. Sema amen. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Sema amen. Jua halitakupiga mchana. Sema amen. Wala mwezi wakati wa usiku. Sema amen. Bwana atakulinda na mabaya yote. Sema amen. Bwana atakulinda nafsi yako. Sema amen. Bwana atakulinda utokapo Januari. Bwana atakulinda utokapo Februari. Bwana atakulinda unapoanza mwaka huu na hata unapomaliza mwaka huu. Bwana atakulinda utokapo. Bwana atakulinda uingiapo. Tangu sasa Januari na hata mwaka mzima na miaka yote na maisha yako yote, tangu sasa na hata milele. Na kila mwenye pumzi na aseme amen. Adui wa njiani ameondolewa. Endelea kuomba haya maombi, endelea kufuatilia, endelea kuomba. Na ikiwa utahitaji kitabu cha somo hili cha kanuni za kuanza mwaka mpya, tutumie message kwenye hiyo namba ya simu unayoiona hapo. Utakipata hata kama uko mkoani, tutakutumia. Na hata kama uko nje ya nchi hii, tutaona utaratibu wa namna gani ukipate. Lakini hakikisha unapata kopi ya kitabu hiki. Gharama yake ni shilingi 10,000 za Kitanzania. Shilingi 10,000 za Kitanzania. Unaweza ukaachilia sadaka yako sasa. Karibu kwa ajili ya sadaka. Tunapoachilia maombi haya na matamko haya, hakikisha kila siku unaandaa sadaka yako, maana kila siku ina kanuni yake. Jana tumetazama kanuni ya kwanza ya kuachilia damu ya Yesu malangoni unapoanza mwaka mpya, na leo tumetazama kanuni ya pili ya kufanya maombi ya kuondoa kila adui wa njiani aliyeko mbele yako kwenye mwaka mpya na msimu wako mpya. Kwa hiyo kila kanuni jitahidi unaachilia sadaka, maana yake sadaka ya jana imesimama na kanuni ya jana, na sadaka yako ya leo inasimama na kanuni ya leo. Unaweza ukatuma sadaka yako kwa njia ya benki CRDB account namba 0152 54 62